Kwanza ni wapongeze wajumbe wa halmashauri kuu kwa mahudhurio. Niwapongeze sana kwa mahudhurio mazuri ya kuja kufuatilia utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi wa 2020-2025. Nizidi kuwapongeza waheshimiwa madiwani pamoja na wabunge, lakini pamoja na kuwasifia waheshimiwa hawa, lakini nirudi kwa watendaji. Hakika nani mmefanya kazi nzuri kuheshimisha Chama cha Mapinduzi na kuendeleza. Watendaji wote wa serikali wakiongozwa na mkuu wa wilaya yetu ya Kilombero na mkurugenzi wetu wa halmashauri zetu mbili, niwapongeze kwa kazi nzuri ambazo mmefanya. Mwenyekiti, hakuna kijiji hata kimoja ambacho hakina umeme. Vijiji vyote 110 vina umeme. Kwenye chamwizo kupata umeme kijiji cha Tanganyika kilichoko kata Masagati, mpakani mwa Kilombero na Njombe pale Madebe. Mwenyekiti, mpaka sasa pale Tanganyika umeme unawaka, ambayo tuna zahanati na inafanya kazi na umeme huo. Kwa hakuna kijiji ambacho tuna kazi nzuri ya wenzetu wale ambao wamefanya. Mwenyekiti, tuna vitongoji 458. Vitongoji 233 vyote vina umeme. Vitongoji 103 viko kwenye harakati za umeme. Mpaka sasa vitongoji ambavyo havitakuwa na umeme katika mkakati wa sasa vitongoji 101 pekee yake. Lakini kuhakikisha kwamba umeme unakuwa mzuri, Mwenyekiti, Dr. Sana ameweka miundombinu. Na miundombinu ya kwanza ni substation iko hapo Kibaoni. Bilioni 24.5 makofi kwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Miradi yote kuanzia mwaka 2020 mpaka 2025 serikali imetenga kiasi au imetumia kiasi cha bilioni 44 kuhakikisha kwamba vijiji vyetu vinapata umeme. Na kwenye kipindi hiki ambacho ndani ya miezi miwili ijayo kwa wilaya ya Kilombero tunakwenda tena kuhakikisha kwanza kwamba vitongoji 103 vinapata umeme. Vitongoji hivi vimetengewa shilingi bilioni 20.2. Kwa hiyo jumla ya fedha zote ambazo serikali imetenga kwa ajili ya kuhakikisha kwamba Kilombero wanapata umeme ni bilioni 60. Ukichukua zile 44 pamoja na hizi 20 inakuwa bilioni 64 serikali imeweka kuanzia 2020 mpaka sasa 2025 kuhakikisha wilaya ya Kilombero wananchi wanapata umeme.